Je, umewahi kutenda dhambi ukafikia hatua ukajiona umeenda mbali sana na kiwango cha msamaha wa Mungu, hata ukaanza kuona aibu mbele za Bwana, ukaacha kusali, ukaacha kuwahi kanisani, mzigo wa hatia ukawa ni mkubwa sana ndani yako? Maandiko yanasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa utukufu wa Mungu. Hakuna kiwango cha dhambi kikubwa chenye uwezo wa kuvuka kiwango cha Mungu kukusamehe. Uhusiano wako na Mungu haukui kwa wewe kujifanya una dhambi, ni mtakatifu, ukosei. Uhusiano wako na Mungu unakuwa na afya, unakuwa bora kwa kukiri dhambi zako na kutambua msamaha wa Mungu ambao ni mkubwa kuliko kiwango cha dhambi zako. Leo tutakuwa tukiangazia masuala ya toba na msamaha. Tuombe. Asante Mungu wa mbinguni, ambaye kwako kumejaa msamaha, kumejaa rehema, kumejaa huruma. Tusaidie katika somo la leo kwa jina la Yesu. Amen. Pointi ya kwanza tutakayoiangalia ni toba ya kweli dhidi ya toba ya uongo. Kuna toba ya kweli na toba ya uongo. Kitabu cha Hosea 6:1 na tutaangalia kitabu cha Wakorintho wa pili 7 mstari wa 10. Hosea 6:1 kipengele kinasema, njoni tumrudie Bwana, maana yeye amerarua na yeye ataponya. Kuna toba ya uongo na toba ya ukweli. Toba ni nini? Kuna tofauti kati ya toba na maungamo. Maungamo, ukisikia mtu anaungama au anakonfesi, ni kukiri kile kitu alichokikosea mbele za Mungu. Hiyo ni kwa maana ya dhambi. Sasa kwa maana ya imani, maungamo mazuri ni kukiri neno la Mungu na uwezo wake kupitia ulimi wake. Lakini leo tunaingilia kwa eneo la dhambi. Sasa maungamo ni kukiri, kama umekamatwa unajisalimisha kweli, mimi hapa nilikuwa ninaiba, unakiri, unaungama. Lakini toba ni kuwa na huzuni juu ya kosa lolifanya na kukubali kuliachilia hilo kosa na kulieleza kwa Mungu, kuliungama kwa Mungu na kuamua kuliacha kwa msaada kutoka kwa Mungu. Sasa kuna aina mbili ya huzuni inapofika swala la toba. Na toba ya uongo imeambatana na huzuni wa uongo. Toba ya kweli imeambatana na huzuni ya ukweli. Toba ya uongo ni ile toba ambayo inasukumwa na huzuni ya dunia. Kuna kitu kinaitwa huzuni ya dunia. Ni hofu ya adhabu au matokeo ya dhambi, aibu au kupoteza sifa au kifungo kilicho mbele yako, ndicho kinakusukuma kukiri kosa lako, ukiogopa kutakuwa na moto, ukiogopa utaaibika, utavunjiwa heshima na vitu vya namna hiyo. Lakini ndani kabisa ya moyo wako bado hiyo dhambi unaipenda. Mfano ni Farao. Alitubu kwamba waache watu waende hawa, lakini ndani ya moyo wake alikuwa anawataka wale watu wana wa Israeli, na ndio maana aliwafuata akawakimbiza baadaye. Toba ya kweli hii inasukumwa na huzuni ya kimungu, inasukumwa na huzuni ya kimungu, ile ya Wakorintho wa pili 7:10, kwa maana huzuni iliyo ya jinsi ya Mungu hufanya toba iletayo wokovu. Ni maumivu ya ndani ya kuona jinsi dhambi yako ilivyoumiza moyo wa Mungu na kuharibu uhusiano wako na yeye. Ni yale maumivu unayoyapata, si kwa sababu dhambi hiyo itapelekea wewe ufungwe, waibike, ikijulikana familia itavunjika, ikijulikana utaenda motoni. Ni maumivu makali ya dhati ndani ya moyo
ambayo yako engineered na Roho Mtakatifu, maumivu hayo yanakuwa ni matokeo ya wewe kuona jinsi dhambi yako ilivyomuumiza Mungu na jinsi ilivyoharibu uhusiano wako na Mungu. Na Roho Mtakatifu kama tulivyosema kitabu cha Hosea 6:1 kwamba tumrudie Bwana maana yeye amerarua na yeye ataponya. Roho Mtakatifu anakuwa ni wakala wa kurarua moyo wako ili huo moyo ufikie hatua kutafuta kuona hasara ya kukaa mbali na Mungu, kuona hasara ya kupoteza uhusiano wako na Mungu na kutamani kujengwa upya kwa njia ya kumrudia huyo Mungu. Toba inajumuisha majonzi kwa ajili ya dhambi na kugeuka kutoka kwenye hiyo dhambi. Hauogopi matokeo ya dhambi, lakini hiyo dhambi unaichukia na kugeuka kuiacha kwa nguvu kutoka mbinguni. Hatutaacha dhambi isipokuwa kwanza tuone ubaya wake. Dhambi unayopenda hauwezi kuiacha. Toba ya uongo inalilia adhabu inayokuja. Hofu iliyo mbele yako ni adhabu. Na ndio maana mahubiri yanayoinua adhabu sana kuliko kuinua uhusiano kati ya mtu na Mungu uliopotea ni mahubiri yanayowafanya watu watubu toba za uongo feki. Na kwa sababu ni za uongo, ndani ya muda mfupi huyo mtu atarudia yale maisha yake kwa kiwango cha juu sana, ila wakati huu wa pili amevaa vazi la Ukristo. Eneo la pili tuangalie wito wa toba na hatua zake. Kitabu cha Matendo ya Mitume 3:19 anasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Jinsi Yohana Mbatizaji alivyofungua huduma yake, ndivyo hivyo Yesu Kristo alivyofungua huduma yake, na ndivyo hivyo mitume wakiongozwa na hotuba ya Petro walifungua huduma yao. Wote walianza na tangazo la toba. Kwa hiyo utagundua mahubiri yanayomtia mtu moyo katika hali aliyonayo, ambayo yanapuuzia kumwelekeza katika toba, ni kama vile mtu umesimama ukihubiri makaburini, maana watu wao wasipotubu dhambi mshahara wake ni mauti. Unawahimiza watu waendelee kupokea mishahara ya maisha yao mabovu. Kwa lazima huduma ya kimungu lazima izinduliwe kwa watu kuonyeshwa makosa yao na kuelekezwa kwenye msalaba wa Calvary ili wapate kupokea toba na wapate kutoa toba na kupokea msamaha mwingi wa kimungu. Ili nini? Zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kwako Yesu katika maisha yao. Sasa kuna vitu vinne kuhusu toba. Jambo la kwanza, nini kinachomsukuma mtu kutubu? Warumi 2:4. Wema wa Mungu wapata kutuongoza tupate kutubu. Jinsi unavyomfahamu Mungu alivyo mwema, alivyo na huruma juu ya dhambi zako. Na ndio maana tunapohubiri lazima tuwaambie watu kuhusu wema wa Mungu. Usikuze adhabu za Mungu sana kuliko wema wa Mungu kwenye fahamu za watu. Hakuna mdhambi ambaye anaweza kustahimili kuubishia uzuri na ukuu na wema wa Mungu anaoonyesha kwa watoto wake. Hatutubu kwa sababu Mungu ni katili. Tunatubu kwa sababu wema wa Mungu unatuvuta kwake. Lakini kitu kingine, Roho wa Mungu, kitu cha pili, Roho wa Mungu huwa anahusika katika toba. Anasema atakapokuja huyo Roho atawaeleza kwa habari ya dhambi na hukumu na haki. Dhambi kwa sababu mkuu wa ulimwengu huu ameshahukumiwa. Kwa hiyo anapokufunulia dhambi zako na kukuonyesha ubaya wa dhambi zako, wakati huo huo Roho wa Mungu anakuonyesha msalaba wa Kristo. Wakati huo huo Roho wa Mungu anakufunulia huruma za Mungu, wema wa Mungu, na jinsi Mungu anavyokusubiria sana upate kutubu, na jinsi anavyokupenda kwa viwango vya juu sana.
Kwa Roho Mtakatifu anakusukuma kuona huzuni na kukuhamasisha uache hayo maisha unayoishi sasa. Hata ninapoongea sasa, kwenye ile eneo, kama unanisikiliza kwa umakini, utagundua kuna eneo linafunuliwa kwenye fahamu zako sasa, na Roho wa Mungu uko kazini ninapoongea maneno haya, akikusukuma kutubu na kuliachilia na kuona hasara ya kukaa mbali na Mungu wako, na sio kukuonyesha adhabu unayokwenda kuipata. Jambo la tatu ni msamaha wa damu ya Yesu. Wakolosai 1 mstari wa 13 mpaka wa 14 anasema tulio na ukombozi katika yeye, yani msamaha wa dhambi. Mungu anatusamehe kwa damu aliyoimwaga msalabani. Somo la maombi lililopita tulisoma kupitia kitabu cha 20 Matendo ya Mitume, pale chini anasema alitukomboa kwa damu ya Mungu. Kwa msamaha tunaupata kupitia damu iliyomwagika katika msalaba wa Calvary. Lakini jambo la 4 katika kuelekea toba ni toba ya kweli itakuongoza kufanya matengenezo katika maisha yako. Yohana 5:14, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata lililo baya kuliko hili. Kumbuka, aliyesema usitende dhambi tena ni Yesu, Mungu pamoja na wanadamu, Alfa na Omega, Emmanuel. Nataka kusema nini? Mungu anapokusamehe, ndani yako anakupa uwezo wa kuishinda hiyo dhambi. Na ndio maana alimwambia yule mwanamke, usitende tena dhambi ndugu yangu. Akamwambia na huyu jamaa hapo, usitende tena dhambi, lisije likakupata baya kuliko hili. Manake mimi Mungu ninajicommit kuhusika katika zoezi la kukusaidia usirudie tena hiyo tabia na hiyo dhambi isiyofaa. Hatua ya kwanza kuelekea kwa Mungu inachukuliwa pale Roho wa Mungu anapoangazia dhamiri yetu na kuona uzuri wa tabia ya Kristo na ubaya wa dhambi. Roho wa Mungu anapokuwa akikushawishi kuiacha dhambi ambayo umeng'ang'ania, anakuonyesha uzuri wa Mungu, faida za Mungu, wema wa Mungu, jinsi Mungu anavyokuhurumia na ubaya wa dhambi ambao mwisho wa dhambi utakuletea mauti. Mungu hawezi kusafisha kile ambacho nakificha. Lazima ifikie hatua ukubali kuachilia unachokificha ili Mungu aweze kuachilia msamaha wake, zipate kuja nyakati za kuburudika katika Bwana. Hebu tuzungumzie pointi nyingine, swala la msamaha. Msamaha ni tunda la huruma na wema wa Mungu. Hebu tusome Zaburi 25 mstari wa 11. Kwa ajili ya jina lako, e Bwana, usamehe uovu wangu, maana ni mwingi. Huyu anasema kwa ajili ya jina lako, e Bwana, usamehe uovu wangu, maana ni mwingi. Mungu atusamehe kwa sababu labda dhambi yetu ni ndogo au ni kubwa. Kiwango cha msamaha wa Mungu hakiko sambamba na kiwango cha dhambi zako. Bila kujali wingi, uchache, hata kama unanisikiliza sasa hivi umetoka kumuua mtu, umetoka kutesa watu, umetoka kuloga, umetoka kutukana mtu, hata unapo sasa hivi umetoka kufanya mambo ya ajabu ambayo ni aibu hata kuyataja kwenye mitandao ya kijamii hapa. Ngoja nikwambie, kinachopelekea Mungu akusamehe ni tabia yake ya huruma na wema wake kwa viumbe vyake. Na unasema kwa nini anisamehe kwa sababu nisipotubu? Swala la kusamehe pia ni swala la kisheria. Yuko mshtaki wenu kama simba ungurumaye akitafuta mtu kummeza. Mwisho wa siku atasimama, atasema huyu jamaa hakuomba msamaha, umemwachiaje? We Mungu hauna haki. Kwa sababu moja ya tabia nyingine ya Mungu ni Mungu mwenye haki, anatenda haki. Kwa anachokifanya kupitia Roho wake anakuhimiza na kukusisitiza uelekee katika toba, alafu hapo hapo ameandaa msamaha mwingi kwa yeyote ambaye atakubali.
Hakuna kilichopotea kwa mtu anayeanguka miguuni pa Kristo. Haijalishi umepoteza nini kwenye maisha yako, hakuna kitakachopotea ikiwa utaamua kuanguka miguuni kwa Kristo. Huruma yake haina mwisho kwa yeyote anayeomba msamaha. Hakuna kiwango cha dhambi ambacho utakitenda ambacho kitakutoa nje ya mipaka ya msamaha wa Mungu, isipokuwa pale anaposema watu wote watasamehewa kwa kila tendo isipokuwa kumkufuru Roho. Kumkufuru Roho ni kufikia hatua ya kukataa huyu Roho ambaye ni wakala wa ushawishi wa kukufanya utubu, ukakataa kusikia sauti yake, maana kimsingi hauwezi kutubu kwa sababu kile kinachokupelekea utubu umekikataa, imefikia hatua umekuwa sugu. Kipengele kingine tuzungumzie uhusiano wa dhambi na neema. Dhambi na neema. Yako mafungu kadhaa hapa ambayo utaenda kusoma mwenyewe binafsi, kitabu cha Warumi 8:5, 5:20, 5:12 na 21 na Warumi 6:30. Kitu cha kwanza ambacho natakiwa kukijua katika mafungu haya, yako mambo matatu ya msingi kufahamu. Asili na mshahara wa dhambi. Dhambi iliingia duniani kupitia mtu mmoja anaitwa Adamu, na matokeo yake ni mauti na mwili. Lakini dhambi inatutenganisha na Mungu na kutufanya tuwaze mambo ya mwili. 8:5 Warumi. Kwa dhambi iliingia kupitia Adamu, lakini pamoja na kuingia ndani yetu kupitia Adamu, lakini bado dhambi inatufanya tuwaze mambo yasiyo ya Mungu, mambo ya kidunia, mambo ya kimwili. Lakini tunasema uhusiano wa dhambi na neema ya Mungu, Warumi 5:20. Lakini dhambi ilipozidi, neema ilikuwa nyingi zaidi. Neema ya Mungu ina nguvu kubwa kuliko dhambi zako. Hakuna kiwango cha dhambi utakitenda kitafikia kuwa juu ya uwezo wa Mungu wa kusamehe hizo dhambi. Uwezo wa Mungu wa neema yake na huruma zake kwenye dhambi hiyo. Kwa hiyo usije ukaacha kutubu eti kwa sababu nimemkosea Mungu sana, alafu Mungu aangalie umefanya kwa muda gani. Point utakapofikia utasema tu, Mungu kwanza sasa nimeacha, nataka nikurudie baba yangu. Hapo hapo msamaha unao. Hakuna ishara itakayoonyesha umesamehewa, ni imani yako katika neno la Mungu kwamba ukitubu. Watoto wangu wadogo ninawaandikia maneno haya ili msitende dhambi, lakini mkitenda dhambi tunaye kuhani mpatanishi wetu, mwanadamu Yesu Kristo aliye mbinguni, ambaye alikufa kwa ajili yangu na wewe. Kwa nasema tubuni basi mrejee, ili zipate kuja nyakati za kuwako na raha ndani ya moyo wako. Jambo la tatu, nazungumzia utawala mpya wa haki, Warumi 5:21. Kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, sasa neema itatawala kwa njia ya haki hata uzima wa milele kupitia Yesu Kristo. Dhambi itakutawala katika kufa, yani inakuweka chini ya mauti, afu inakutawalia hapo. Lakini neema ya Mungu inakufungua na kukupa zawadi ya uzima wa milele. Kwa kuna mshahara wa dhambi ni mauti, lakini kuna karama ya Mungu au zawadi ya Mungu ni uzima wa milele. Ukiendelea kung'ang'ania hiyo dhambi, unaendelea kung'ang'ania kifo, unaendelea kung'ang'ania mauti. Lakini habari njema ni kwamba Bwana ameachia zawadi ya uzima wa milele kwa kila mtu anayetaka, na njia ya kuitaka ni kutubu, kugeukea uzima. Kazi ya neema ni kubadilisha asili yetu ya dhambi na kutupa tabia mpya inayofanana na Kristo. Dhambi ina mshahara na mshahara wake ni mauti, lakini neema ya Mungu ina zawadi. Zawadi ya Mungu ni uzima wa milele. Jambo la mwisho ni mavazi ya msamaha. Mavazi ya msamaha. Ukisoma kitabu cha Mathayo 22:12, rafiki, uliingiaje humu nawe una vazi la harusi? Naye akakosa la kusema. Katika story ambako Yesu alitoa kuhusu bwana mmoja aliandaa harusi, alafu akaalika watu wote, wakatoa excuse, udhuru, wakashindwa kufika. Akawatuma watu wake, nendeni njia panda mkawaite watu. Yesu akatuma watu, wakaenda njia panda, wakawaleta watu. Walipoingia ndani, bwana wa harusi anapoingia, anakagua watu waliomo ndani, anaona kuna jamaa mmoja hajavaa mavazi ambayo yule bwana wa ile harusi
ilikuwa ni qualification ili uweze kuingia mle lazima uvae ile vazi. Ndio anamuuliza ile swali, nikukumbusha kidogo ili ujue tumetokea wapi mpaka anasema ile swali. Rafiki, jina zuri, rafiki yangu, uliingiaje humu ndani nawe huna vazi la harusi? Akakosa la kusema. Baada ya mwanadamu kuasi, Adamu na Eva waligundua wako uchi. Wakaenda wakashona mavazi yale ya majani, wakajifunika mavazi yao kwa akili zao. Walipojifunika bado walijiona wako uchi, wakaenda wakajificha. Mungu akaja akauliza, Adamu, mko wapi? Adamu ndugu yangu. Akasema, tumejificha. Kwa nini mmejificha? Mungu akachinja mnyama. Biblia inasema mnyama, haijasema kondoo, imesema mnyama. Akawavika mavazi mengine tofauti na yale waliojivika wao. Ngoja nikwambie, mavazi ambayo umeyajenga kwenye maisha yako, juhudi za kibinadamu, dini za kujitengenezea, kujitetea kwako kwa hiyo dhambi, ni mavazi ambayo umejivika. Lakini ukiangalia wewe mwenyewe ni shahidi, bado mbele za Mungu uko uchi, bado mbele za Mungu unaona aibu, bado mbele za Mungu umepungua. Lakini vazi linaloweza kukustiri dhidi ya maisha haya unayoishi linaitwa vazi la Kristo, lenye nguvu ya kugeuza maisha yako. Christ righteousness, haki ya Kristo, vazi la haki ya Kristo. Nikwambie, Mungu alichinja mnyama ili kuwavika ngozi. Hii ilikuwa ni picha ya msalaba wa Kristo. Ukiokolewa na kusamehewa, sharti uvue majani ya mti na sharti uvae vazi la haki la Kristo, ambalo linakupa kibali cha kuingia kwenye karamu ya mbinguni. Kutakuwa na sherehe kubwa sana hivi karibuni huko mbinguni, nyumbani kwa Baba yako. Lakini hiyo sherehe sio kila anayeingia anaingia. Wanaoingia ni wale wenye mavazi meupe yaliyo kama yale ya bibi harusi. Vazi la sherehe, vazi la harusi. Vazi hilo si kitu kingine, ni haki ya Kristo. Ngoja nikwambie, vazi jeupe la haki ya Kristo ndilo pekee lenye uwezo wa kutusimamisha, lenye uwezo wa lenye kutuwezesha kusimama mbele za kiti cha Mungu cha hukumu bila hofu. Kitakacho kusaidia kusimama mbele za Mungu hivi karibuni parapanda itakapolia, sio matendo yako mema, ni vazi la haki la Kristo ambalo limekufunika. Kitakachokupa uwezo wa kusimama kwa ujasiri mbele za Mungu sasa bila hofu wala wasiwasi ni Kristo uliyemvaa ndani yako. Vazi la haki ya Kristo ndio linatupa kibali cha kuingia kwenye karamu ya mwana kondoo. Nikuulize swali, maisha yako unayoishi, je, umemvaa Yesu kuwa ndio kila kitu kwako? Maisha yako unayoishi, je, unamtegemea Yesu au unategemea kazi yako? Je, unamtegemea Yesu au unategemea wazazi wako? Je, kila kitu chako unamtegemea Yesu au unategemea serikali? Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, moyoni mwake amemwacha Mungu. Nikukumbushe mpendwa, kama huyu bwana aliyetupwa nje kutoka kwenye sherehe akiwa hajavaa vazi la Kristo, hata wewe nikutie moyo, chagua kuvaa vazi la haki ya Kristo. Mwamini Yesu, amini mauti yake. Yesu ndio kila kitu kwako, awe ndiye kuvaa kwako, awe ndiye kula kwako, ndiye mishahara. Chochote ulichokipata ni Yesu. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Si mimi ninayeishi, bali Kristo ndiye anayeishi ndani yangu. Uhai nilionao si katika mimi, ninao katika Kristo Yesu. 2:20 wa Galatia. Fanya hii kuwa kauli mbiu ya maisha yako. Mavazi unayojishonea mwenyewe yatakufanya ujifiche, yatakufanya uone aibu na kujificha. Vazi ambalo Kristo atakupa litakufanya usimame mbele ya kiti cha enzi. Ikiwa unasema nahitaji mabadiliko makubwa kwenye maisha yangu, nahitaji msamaha wa Mungu kwenye maisha yangu, nahitaji Mungu anipe kutubu toba ya kweli, unaweza kuandika hapo chini kwenye komenti, Mungu nisaidie. Basi tuombe. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neno la leo, neno zuri ambalo limetukumbusha kwa habari ya toba.
Mara nyingi tumekuwa tukitubu kwa sababu tunaogopa adhabu. Wakati mwingine tunaogopa kama mfalme Sauli kudhalilika mbele za wanaotufahamu. Wakati mwingine tunaogopa moto wa milele. Lakini nakushukuru sana, leo umetukumbusha tunapaswa kutubu kwa kuogopa uhusiano wetu uliokatika. Maana hata utakapokuja, utakuja kuwachukua watu wenye uhusiano na wewe. Tusaidie Mungu wa mbinguni, tukaoneshe toba ya kweli. Lakini Bwana, tunavua mavazi yote ya majani ambayo tumejivika, mavazi ya mishahara ambayo umetuficha haki zetu, mavazi ya kujificha kwenye dini, ubize wa shughuli za kidini, matendo ya kidini yamekuwa ndio ukiroho wetu, lakini ndani ya mioyo bado ni wachafu. Hatujavaa vazi la Kristo. Tuvike vazi lako kwa jina la Yesu, tufunike na utukufu kwa jina la Yesu. Lakini Mungu, tunapokea neema yako, neema yako yenye nguvu kuliko kila dhambi. Mungu, ikawe juu yetu, ikateketeze na kuchoma kila dhambi, kila makosa, kila uasi, kila mapungufu na madhaifu kwa jina la Yesu. Utukufu wako ni mkubwa, uwezo wako uko juu, ukatubariki na kutuongoza katika jina la Yesu. Amen.